Hello guys, leo nakwenda kuwafundisha namna ya kuedit movie za kichawi. So kwenye kuedit movie za kichawi ni kirahisi sana. Ni kuna baadhi tu ya ujanja watu wanatufanyia, tunaamini kama ni uchawi wa kweli, ila ni hapana. Ila kuna namna tu unatakiwa ujue kuedit. So leo nakwenda kukufundisha namna edit movie za kichawi. So kitu cha kwanza unatakiwa uwe na simu yako. Simu yako hakikisha ina kamera inaonyesha vizuri. So hakikisha pia una stendi. Ukikosa stendi, tafuta angalau kitu ambacho utaweka simu yako ikatulia. Kwenye kuedit movie za kichawi ni kirahisi sana, ni ujanja tu watu wanatumia. Okay, nadhani umeweza kunielewa. Tutajifunza kama namna hii. So kitu cha kwanza unatakiwa uwe umwambia kameramani akae attention. Sema mimi hapa sina kameramani, niko mimi mwenyewe. So mimi najitegemea, niko mwenyewe, sina kameramani wala nini. Kwa hiyo mimi nakwenda kufundisha. Hata wewe siku nyingine au utahitaji kameramani, ni kuna vitu tu unatakiwa ujifunze zaidi. Nisiongee maneno mengi sana, nakwenda kukufundisha. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ufanye, ukae attention fulani hivi. Kama unaruka hivi mfano. So ukishafanya kitu kama hicho, unatakiwa usogeze kamera yako mbele. Kwa hiyo na mimi nitasogeza kamera yangu mbele. Kitu ambacho unatakiwa, itabidi ukae hivi. So ukishafanya kitu cha namna hiyo, itabidi urudishe kamera yako nyuma. So ukisharudisha kamera yako nyuma, kitu kingine ambacho unatakiwa ufanye ndio urudie sawa. Bila ulikuwa umeinama hivi, unatakiwa ufanye hivi. Ukishafanya hivi, kitu kingine ambacho unatakiwa ufanye hivi. Kama unachukua nguvu fulani, ila baadaye kwenye kuedit mtaniona. Kwa hapa sasa hivi mtaniona tu nafanya simple. So kitu unachotakiwa kufanya, unatakiwa ufanye hivi. So ukishafanya namna hii, kitu kingine ambacho unatakiwa ni, kuna vitu vingi sana, ila tu nakuonesha leo, nakwenda kuonesha jinsi watu wanavyopotea, wanavyochukua nguvu za kichawi. So tutaenda kwenye simu yako tuanze kuedit. Maanake mimi nakufundisha jinsi watu wanavyopotea na wanavyofanya kama wanachukua nguvu za kichawi, alafu macho yao yanawaka. Okay, nadhani tuende tukaedit sasa. Nitakwenda kuniona. Okay, sasa tutaenda kwenye simu yako, utatafuta mahali kumeandikwa YouCut. Hakikisha huwa na faili la YouCut. Kama huna YouCut, itabidi ukadownload kwenye Play Store. Inaitwa YouCut. So utabonyeza kwenye YouCut. So kisha utabonyeza kanaonyesha alama ka jumlisha. So kisha bonyeza alama ka jumlisha, utabonyeza mahali kumeandikwa New Project. So kisha bonyeza New Project, utaselect video zako ambazo ulishaziedit, ambazo ulishazishuti. So kama mimi nilishuti, nilikuwa naonesha. So ndo pale tulikuwa tunashuti yote, nilikuwa naonesha. So kisha select video zako zote. Sasa hapo utaanza kuziangalia. So utaanza kuziangalia mahali ambapo umeanza action. So kama mimi nilianza hapo, so tutabonyeza hicho kipande, afu tutabonyeza spirit. So kisha bonyeza spirit, hichi kipande cha nyuma hiki utabidi ukidelete. So kisha kidelete, tutaanza tuangalia kama namna hiyo mtu ndo katua pale. So tutatafuta mtu. Baada ya kututana, tutabonyeza spirit. So tukishabonyeza spirit, hichi kipande cha nyuma tena tutakitoa. So
video yetu itakuwa kama namna hiyo. So baada ya hapo utaangalia video yako mahali ambapo umetua. So kwenye kuedit video kuna video ambayo pale unataka ushutie movie, itabidi pale upachukue kwanza, uparekodi hapana mtu yoyote. So kisha pachukua hapana mtu yoyote, kile kipande kitakuwa na umuhimu sana. Kwa hiyo kile kipande utakiweka nyuma. Kwa hiyo kiangalia kile kipande ambacho ulikuwa unaeditia mwanzo, yani kama kabla hujaanza kuedit, kwanza kabla hujaanza kushuti, itabidi urekodi sehemu ambapo unataka uigizie uchawi. So utaigiza ile sehemu ambapo papo peke yake, hapana mtu yoyote. So baada ya kuedit hapana mtu yoyote, kwa hiyo hichi kipande tutakiweka mwanzoni kabisa kwenye movie yako. So kama mimi nishakiweka, so tukiplay hivi tutaona, unaona mtu kama katua fulani. Ngoja turudie tena. Unaona mtu kama katua fulani. Ndio maana nikwambia itabidi utafute kipande cha mwanzoni ambacho hamna mtu yoyote, ili wakati wa kushuti uonekane kama ndio umetua hivi. So tutaanza kuedit na hivi vipande vingine, tutaanza kuviangalia. Nilikwambia kile kipande kingine cha kuinama, kile cha kusogeza kamera mbele yako ili kamera uonekane. So kama utakuwa na cameraman utamwambia asogeze kamera mbele. So kama mimi nilivyokuwa sina cameraman, nilijisogeza kamera ndo nikaanza kuedit. So hichi kipande cha nyuma tutakidelete. So tukiplay movie yetu itakuwa kama namna hiyo. Mtu kama katua fulani hivi, unaona So baada ya kutua, unaona mtu kama ananyanyuka fulani hivi, afu macho yake kama kakodoa hivi. So baada ya hapo tutasplit, afu kipande cha nyuma tutakidelete. So tukisha kidelete, kwa hiyo itakuwa inasoma namna hiyo. Mtu baada ya hapo akaanza kunyanyuka. So na hichi hapa tena kuna mahali itabidi tu split. Tutakibonyeza hapo ulipoanza kunyanyuka. So tutabonyeza split, afu tutadelete hichi cha mbele. Maana hichi cha mbele ni kama uchafu, hakina kazi yoyote. So baada ya hapo movie yetu itakuwa inasoma namna hiyo. Ngoja tuone. So movie yetu itakuwa inasoma namna hiyo. Mtu katua hivyo. Mtu baada ya kutua kama ananyanyuka fulani hivi. Unaona mtu kama ananyanyuka fulani. Baada ya kunyanyuka, mtu kama ananyanyuka juu fulani hivi. So hichi hapa tutakipunguza, maana kitaonekana mtu kainama sana. So tutaplay namna hiyo. So mtu atakuwa kama namna hiyo, mtu ananyanyuka fulani. Baada ya kunyanyuka, mtu anaika mkono kama anapokea kitu fulani. So hichi kipande cha mbele tutakidelete, na hichi hapa pia tutakidelete. Tutasogeza mbele, tutatafuta ambapo kuna action. So hapo kwa movie yetu tukiplay itakuwa kama namna hiyo. Mtu katua hivi. Ngoja tu play tena. Mtu akatua namna hiyo. Mtu baada ya kutua namna hiyo, mtu kama ananyanyuka fulani, ananyanyua kichwa fulani, afu macho yake kama kakaza kayakodoa hivi. Afu kama ananyanyuka, afu kama anaweka mkono anapokea kitu hivi. Mmeona wenyewe? So takuja mwanzoni kabisa pale mtu ambapo anataka aanze kutua. So tatafuta mahali ambapo kumeandikwa PIP. Mahali ambapo kumeandikwa PIP. So kisha bwanza kwenye PIP itabidi uwe na black screen au blue screen. So black screen na blue screen zinapatikana YouTube au TikTok. Ukisearch pale, usearch black screen watakuletea. Wewe andika magic black screen. So usipoandika magic black screen, au andika tu blue screen au black. So mimi nilishazi download. Kwa hiyo mimi nakwenda tu kuselect. So mimi nita select kama hichi hapo mnavyokiona, nimekichagua hichi hapo. Nitakiangalia kama kinafaa. So mimi nitakiona kweli hichi kinafaa. Nitaangalia na kingine ambacho kama bora zaidi kipo. So kingine bora nitaona hamna, nitakifuata
kile cha mara kwanza ambacho nimekiselect. So baada ya kukiselect hichi hapo kipande, itabidi ukipeleke mwanzoni. So unaona kina matangazo utabidi uchukue mahali pale action imeanza. So tutaanza kutafuta, tutakibonyeza, after tutatafuta mahali umeandikwa spirit, alafu hichi kipande cha nyuma tutakidelete, alafu hichi kipande tutakisogeza mbele kabisa. Tutakisogeza hichi kipande mbele kabisa. So kisha kisogeza mbele, tutaanza kuangalia na huku nyuma kama kuna matangazo. So tutaangalia, so tuta spirit, afu chambe tutakidelete. So baada ya hapo tena itabidi tupunguze kidogo. So tutaenda mahali ambapo kumeandikwa, so hichi kipande itabidi ukibonyeza katikati. So hichi kipande ukishabonyeza katikati, utatafuta mahali kumeandikwa Chiloroma. So kwenye Chiloroma hapo ndo unaona ule blue pale umefutika, umeona mwenyewe. Afu hichi kipande tutakizoom hivi, tutakizoom kionekane kama mtu kama katokea fulani, hiyo mtu kama katokea. So hichi kipande tutakipunguza kidogo, tuangalie action inapoanza. So tutaplay kama namna hiyo, mtu kama katokea, umeona mwenyewe. Tutaanzisha mwanzo, tutarudia tena, unaona mtu kama katokea mwenyewe, unaona eh? So tutaanza, so tutatafuta pale ambapo mtu alianza kukodoa macho, kota play tena ili tuhakikishe kama inaonekana vizuri, maana yake itabidi uhakikishe. So utaanza kutafuta hapa ambapo mtu macho yamekodoa hapo. So hapo tutastopisha hapo mtu ambapo ameanza kukodoa macho. Nimekwambia tena itabidi tuende kwenye PIP. So kwenye PIP tutatafuta macho. Ndio maana nilikwambia black screen na blue screen ni za umuhimu sana, kwa zile black screen na blue screen watu ndio wanatumia kushutia. So mimi nitachagua macho yangu kama haya. So hichi kipande tutaenda mahali kumeandikwa extreme. So tutaanza kupunguza. Okay, hello guys, naomba mnisamee kwa usumbufu ulioweza kujitokeza. So ningetakiwa ni post video nzima, so nimeposti mara 3, part 1, part 2 na part 3. So naomba mnisamee. Kwa hiyo video zote zipo, zishatoka part 1, part 2, part 3.